Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Baba yetu anajali. Katika mwezi huu wa pili tunaiangazia mada ndogo inayosema maisha yangu leo. Na leo ni Februari 15. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umetulinda, umetutunza, umetuongoza na hata wasaa huu umetupatia nafasi ya kuja kujifunza neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye ametenga muda wake ili kujifunza na kukutana nawe asubuhi ya leo. Sote kwa pamoja ukatubariki. Tusamehe dhambi zetu. Tembea nasi ukituongoza katika jina la Yesu. Amina. Leo ni Februari 15. Mada ikisema yanapendeza jinsi gani maneno yanenwayo wakati ufaao. Mithali sura 25 aya 11 imeandikwa, neno linenwalo wakati wa kufaa ni kama machungwa katika vyano vya fedha. Yesu alitawala mazungumzo alipokuwa kwenye sherehe na alitoa mafunzo mengi ya thamani. Je, wale waliokuwepo wangemsikiliza kama angelikuwa hajawaponya wagonjwa wao, kuwafariji wenye huzuni wao na kuwachukua watoto wao mikononi mwake? Watoza ushuru na wenye dhambi walivutwa kwake, na alipoongea usikivu wao ulivutwa kwake. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuenenda wanapokuwa katika mikutano na watu. Aliwafundisha kuhusiana na majukumu na kanuni za maisha ya ushirikiano wa kweli, ambavyo ni sawa tu na sheria za ufalme wake. Aliwafundisha wanafunzi kwa mfano kwamba wanapohudumia mikutano ya hadhara hawahitaji kupungukiwa kitu cha kusema. Mazungumzo yake alipokuwa kwenye sherehe yalitofautiana kwa uwazi zaidi na yale ambayo yalikuwa yamesikika kwenye karamu zilizopita. Kila neno alilotamka lilikuwa ni harufu ya uzima iletayo uzima. Aliongea kwa uwazi na kwa usahili. Maneno yake yalikuwa kama matofaa ya dhahabu katika picha za fedha. Inapendeza jinsi gani kujumuika pamoja na Yesu. Mjumuiko huo tumepewa ili kuufurahia. Wanafunzi wa awali waliposikia maneno ya Yesu, walihisi hitaji lao la Mwokozi. Walimtafuta, walimpata na walimfuata. Walikuwa pamoja naye nyumbani, mezani, mahali pasiri na hata uwandani. Walikuwa pamoja naye kama watoto na mwalimu wao. Kila siku walipokea toka midomoni mwake mafundisho ya ukweli mtakatifu. Walimtegemea yeye kama watumwa wamtegemeavyo bwana wao. Walimtumikia Yesu kwa furaha na uchangamfu. Umuhimu mkubwa umewekwa katika uhusiano wetu. Tunaweza kutengeneza uhusiano mwingi wa kupendeza na wa kusaidia, lakini hakuna uhusiano ulio wa thamani kubwa kama ule ambao mwanadamu mwenye ukomo analetwa kwenye uhusiano na Mungu asiye na ukomo. Tunapounganishwa hivyo, maneno ya Kristo yanakaa ndani yetu. Matokeo yake ni kuwa na moyo uliotakaswa, maisha ya hadhari na tabia isiyo na mawaa. Lakini ni katika tu kumjua na kuhusiana na Yesu ndipo tunaweza kuwa kama yeye, mmoja aliye kielelezo, asiyekosea. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Februari 15.
tukiangazia mada isemayo yanapendeza jinsi gani maneno yanenwayo wakati ufaao. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.